Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Kupita salama katika jambo moja au katika jambo hili sio mwisho wa kutunza amani na utulivu, bali ndiyo mwanzo. Na niwaambie kwamba ngoma bado mbichi, kama wanavyosema watu wa mtaani huko. Ngoma bado mbichi. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu nyingi, lakini mbili nitazitaja. Sababu ya kwanza, katika mbinu wanazotumia makafiri kudhoofisha Waislamu, mbinu za zamani kabisa, ni kutengeneza hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo ya Waislamu au maeneo yaliyo na Waislamu wengi. Hii ni katika mbinu za siku nyingi ambazo zimetumika na zinaendelea kutumika, na sasa zimekuja katika sura nzuri zaidi. Sasa sote sisi tunafahamu kwamba sehemu ambayo haina amani wala haina utulivu, sehemu hiyo haina maendeleo. Hata ukiziangalia takwimu wanazozitoa hizi za kwao hizi, basi yale maeneo ambayo hayana utulivu ndiyo maeneo duni kabisa, hayana maendeleo. Hamwezi kusoma mkatulizana kwenye kusoma, hamwezi kutulizana kwenye kutafuta riziki zenu, hamwezi kutulizana kwenye utafiti na ubunifu, hamwezi kutulizana kwenye ujenzi wa miundombinu na ujenzi wa nchi, hamwezi kutulizana, kwa sababu hilo ambalo mnalo ndiyo kubwa la kuwafanya hayo ambayo mnayatafuta hayo mwetumie kwa raha, ni amani. Hichi ni kitu kinajulikana kabisa. Sasa katika mbinu walizokuwa wanazozitumia na mpaka sasa wanazitumia ni kutengeneza hali ya kutokuwa na usalama, unrest, katika nchi za Waislamu. Na kwa kujua msingi huu wa amani na utulivu kwamba ni jambo muhimu katika maendeleo, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiitanguliza amani, tofauti na wanavyosema watu wasioelewa mambo. Yako mambo mengi ya kulithibitisha hili. Moja miongoni mwayo ni kwamba Mtume alipofika katika mji wa Madina na kulikuwa kuna makabila ya Wayahudi pale ambao hawakusilimu, akaingia nayo mkataba wa amani, waishi kwa amani katika eneo lile, kusiwe na misuguano na migogoro, wao wafanye mambo yao, sisi tuendeleze dini yetu. Alifanya mambo matatu ya msingi, moja wapo ni hili. Ushahidi wa pili ni sulhu ya Hudaybiyah, mkataba ule uliofanyika mwaka wa 6. Ni ushahidi tosha kwamba Mtume alikuwa akiyatanguliza maslahi ya utulivu na amani. Pamoja na mkataba kuwa na vipengele vyenye kuwabana Waislamu, akaukubali hivyo hivyo. Maswahaba zake wengine hawaelewi, ya Rasulullah inakuwaje hivi? Asema twendeni, yeye anaangalia kule, kiongozi mahiri. Baada ya mkataba ule, wanawachuoni wa historia wanasema katika kipindi kile cha mwaka wa 6 mpaka mwaka wa 8 palishuhudiwa maendeleo makubwa kabisa ya da'wa katika Uislamu na watu kuingia katika Uislamu. Mtume alituma wajumbe huko, anapeleka wajumbe tu, kila sehemu alipeleka, mpaka kwa Hirakla huko Sham kapeleka. Halafu kilichotokea nini? Waliuvunja mkataba wao wenyewe ule wa amani, ule ambao wao waliukubali una vipengele kandamizi, waliuvunja wenyewe. Huu ni ushahidi wa kuonesha Mtume alikuwa akilitanguliza hili jambo. Ushahidi mwingine mwingi tu upo katika hadithi. Miongoni mwa hadithi Mtume anasema, ya ayuhan nas la tatamannu liqaa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idha laqitumuhum fasbiru. Alikwenda katika vita akiwasubiri maadui, akawaambia hamani, msitamani kukutana na adui. Sio jambo zuri kuwa migogoro na misuguano sasa, lakini mkikutana nao, kwa sababu ni katika mambo ya msingi ya kuilinda dini, jihad fi sabilillah, basi subirini, muwe mko madhubuti. Huu ni ushahidi kwamba alikuwa akilitanguliza swala hilo mbele. Sasa katika mbinu wanazoendelea nazo na ushahidi waonekana wazi, mimi sina haja ya kutaja, mwajua nyinyi kuliko hata mimi, huenda ni kuweka hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo ya Waislamu ili yale yanayopatikana katika maendeleo yasipatikane. Jambo la pili, maeneo yaliyo na rasilimali nyingi, ushahidi unaonesha sasa hivi kuwa yametengenezewa migogoro, na hili pia lipo, mwalisoma, mwalijua nyinyi. Mfano huko karibu Kongo hapo, usifikiri wale watu wanayapenda yale maisha
lakini kila wakizungumza habari ya kupatana hakuna kupatana. Likija swala la kutaka watu wapatane tu hakuna kupatana. Sasa nchi za Kiislamu zimekutwa na haya yote mawili. Kwanza, Waislamu ambao ni vizuri kuwatengenezea migogoro. Pili, kuna nchi za Uislamu zina rasilimali, kwa hiyo imetengenezwa migogoro na ni wataalamu. Kuna watu wanasomea migogoro, sio kutatua, kuitengeneza migogoro. Kama hamjui basi leo ndo nawaambia. Kuna watu kazi yao wao wakikaa, hapa mgogoro huu tunautengenezaje hivi? Hapa hautakuwa mgogoro mkubwa, fanya hivi. Wanasomea, wanatengeneza watu kutengeneza migogoro. Migogoro haiishi mpaka muwe mna dhamira ya dhati na muamue kweli kurudi kwa Allah, migogoro itaisha. Somalia hapo mgogoro hauishi huo. Wote Waislamu vijana wamekwenda kule kwenye jihadi. Mahakama ya kijihadi, mahakama ya Kiislamu, jihadi wamefika kule wameshangaa. Hawajui waingie kundi gani. Wote Waislamu, wote wanaadhini, wote wanaswali. Mgogoro hauishi. Niliwatajia siku moja nikawaambia mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia alitoa ripoti yake akasema wapiganaji wa Al-Shabaab wana silaha nzuri na za kisasa kuliko majeshi mengi ya nchi za Afrika. Sasa silaha ni nyanya bwana, zinalimwa shamba. Kwa hiyo wao wamepata mbegu nzuri wakazilima wakapata nyanya nzuri. Weelewa hapo tu. Jeshi ambalo limeanzishwa kwa mujibu wa sheria, jeshi nzuri, lina bajeti yake, ati halina silaha nzuri kuliko kikundi ambacho kimepigwa marufuku duniani. Kina silaha nzuri za kisasa. Hii ndiyo hali iliyopo ya kutengeneza migogoro. Na kuna watu wataalamu katika jambo hilo. Na zile sehemu ambazo watu hawakuwa makini wamemalizika. Mfano Libya. Nchi yao ilikuwa nzuri, wakikuhadithia wenyewe utastaajabu wewe. Maendeleo ya miundombinu, urahisi wa chakula na maisha, pesa walizonazo, maisha mazuri kabisa. Wakati wa moto vijana wa Benghazi ati wataka demokrasia. Haya mambo sijui kwa nini sisi hayatufunzi haya. Wanataka demokrasia, wakafanya vurugu, wakapewa demokrasia hilo hapo. Nchi haieleweki sasa hivi, walalamika tu. Demokrasia si ndio hiyo? Hakuna demokrasia, jamaa wamewavuruga nyinyi, msipate maendeleo, lakini kuna rasilimali wanazitaka. Angalia nchi za Kiislamu hivyo hivyo tu, migogoro Iraki imejaa tele, migogoro nchi za Uarabuni. Halafu wanaandika vijana wa kikafiri kwamba Waislamu wamehama nchi zao, wamezikimbia, wamekwenda Ulaya kwa sababu Ulaya kuna maisha mazuri. Kadhabun. Waislamu wanaoishi katika nchi zao zilizo na utulivu wana ubaya gani wa kutoka hapo kwenda Ulaya? Ulaya kuna maisha mazuri gani bwana? Kwa sababu kuna taa na barabara nzuri, lakini watu wamejaa stress. Hamna maisha ya community, maisha ya kijamii hakuna. Wewe kazi yako ukishapata mshahara, ulipe umeme, ulipe kodi, ulipe TV, ulipe nini, kwisha. Utaishi hivyo hivyo, nyumba ya kupanga kutoka leo mpaka wafa miaka 50. Kuna maisha gani huko? Juzi kuna documentary imetolewa, wazee wanakufa huko Japan. Wanakufa wazee, wako wapweke, yani inakuja kutolewa mabaki. Ndio maisha hayo. Maisha mazuri ya watu kukaa kwenye nyumba moja, watu 100, 200, hawajuani, hawasalimiani, wakiingia kwenye lift mabubu. Haya ndio maisha mazuri. Nchi za Kiislamu zilikuwa zina utulivu na amani, wanaridhika, wana utulivu na kile walichokipata hata kidogo, na maisha yao yalikuwa yanakwenda. Lakini wale kwenda kuziharibu ni kina nani? Kwa nini wameziharibu? Wanaoiharibu sasa hivi Gaza ni kina nani? Wakaipiga mabomu wakaimaliza, si ni Wayahudi? Sasa wanatoka na masilaha na manguvu walionao na mapesa na maushawishi, wanakwenda kuziharibu nchi. Halafu watu wanakimbia, hawana pa kwenda, wanakwenda kule kwenye nchi. Mwasema hawa wamekuja nchi zetu, wanawarudishwe kwao. Mbona sasa hivi Ukraine kizaazaa ndio kile kile? Zipigeni pia hizo nchi za Ulaya ziharibike muone. Hawa ni watu wanahadaa sana, makafiri. Ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana sisi kuwa makini na kuyafuata mafundisho ya dini yetu na kufuata maelekezo na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutasalimika.
Hili vuguvugu lilopita katika nchi za Kiarabu, nchi zote zilikuwa zimekumbwa, lakini kuna nchi zilisalimika kwa sababu tofauti tofauti. Miongoni mwa sababu hizo, kuna nchi wanaziita conservatives, ni wahafidhina wa utamaduni wao na dini yao, na miongoni mwa nchi hizo ni Saudi Arabia. Kila siku wakiitangaza wanasema, katika waraia wanaojiona wao, si wanatangaza, wanapita kwamba wanafanya takwimu kwamba raia wanaionaje nchi yao. Saudi Arabia kama haitakuwa ya kwanza, ya pili, wao wenyewe wanasema wameridhika na nchi yao na kwamba nchi yao ni bora kuliko nchi zote. Sasa hiyo ya kwanza wanazitaja nchi za kikafiri ambazo wana vigezo vyao wanaangalia, lakini hawa jamaa hawa ni ule Uislamu na haram mbili na neema walionayo ndio inawapa izza. Nchi nyingine hazikutetereka kwa sababu nyingi, miongoni mwa hizo ni dini na mafundisho yalivyotamalaki sawa sawa katika jamii. Sasa sisi tuko kwenye hatari hiyo, tuko kwenye hatari ya kuingizwa kwenye misukosuko mikubwa. Tumuombe Allah salama na tuwe makini, tuwe madhubuti kabisa. Tuna sifa zote sisi, maeneo yetu yana Waislamu wengi, lakini pia kuna rasilimali za kutosha ambazo kufar wanaziangalia.